BW Media, stay informed. Penzi mtazamaji wa BW Media, katika robo hii ya 3 katika mwongozo wa kujifunza Biblia, tunaangazia kitabu cha Kutoka, kitabu ambacho kinaangazia mateso, kudhalilishwaji na dhiki ambayo watu wa Mungu walipitia kule Misri. Na katika robo hii tutaangazia mambo makubwa 13. Ni masomo ambayo yako wazi sana, ambayo yatakuwa mbaraka kwetu katika vipindi hivi ambavyo tutaendelea kufuatia kwenye kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka hiki kimegawanywa katika mada hizi 13 kuhusiana na utumwa huko Misri, kuzaliwa kwa Musa na miaka 40 ya kwanza ya Musa, ambayo tumesoma kitabu cha Kutoka sura ya kwanza na sura ile ya pili. Kwa kila wiki tutaangazia mada mojawapo katika mada hizi 13. Ni kualike mtazamaji wa vipindi hivi kufuatilia, lakini nikutie moyo kwamba katika mada hii ambayo tumejifunza katika robo hii, katika somo la kwanza, inatutia moyo kwamba Mungu huwa anaingilia kati mateso yetu na dhiki zetu. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji wa vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Ninayo furaha kubwa sana kwa kuwa umeendelea kwa pamoja nasi tangu tulipoanza robo ya kwanza kwa mwaka 2025, na leo hii ninafurahi kabisa kwa kuanza robo ya 3 tukiwa somo la kwanza kabisa kwa mwaka 2025. Ni matumaini yangu mpenzi mtazamaji umeendelea kubarikiwa sana na vipindi hivi, na leo studio nikukaribishe tena tukiwa na wachambuzi wa masuala ya imani wakitupitisha moja kwa moja katika somo letu la kwanza kwa robo hii ya 3. Nitakuwa na mwinjilisti Matthew Masaka, lakini nitakuwa na daktari wetu tumekuwa naye hapa kwa masomo kadhaa yaliyopita, Daktari Martin Maduhu. Hao wote watatupitisha kwa uzuri kabisa katika mada yetu ya siku ya leo, somo la kwanza kabisa kwa robo hii ya 3 kwa mwaka 2025. Na mimi mtangazaji wako ni Miriam Esau. Endelea kwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa vipindi hivi ili uweze kubarikiwa na baraka ya Bwana iendelee kuwa pamoja nawe. Na kabla tujaanza kipindi chetu hiki, nimkaribishe daktari aweze kutufungulia kwa ombi kabla tujaanza kipindi chetu. Karibu daktari. Naam, na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na ulinzi wako, umetufanikisha kwa robo 2 zilizotangulia, na sasa robo ya 3. Uwe pamoja na mtazamaji, uwe pamoja na wachambuzi na kila mwenye kuhusika katika kipindi hiki. Roho yako akaweze kutufunulia hasa katika kitabu hiki cha Kutoka, tukaweze kufahamu neno lako linavyotuambia. Mwisho wa siku tukaweze kukufahamu wewe kwa manufaa ya ukombozi wetu. Amen. Amen. Naam mtazamaji, ombi hilo sasa ndio linalotufungulia na kutupeleka moja kwa moja kuangalia lesoni yetu hii, na nikukumbushe tu tutakuwa na kitabu tunazungumzia katika kitabu cha Kutoka, na tunapoendelea nimkaribishe mwinjilisti aweze kutuambia ni vitu gani hasa tutakavyoenda kuviangalia katika lesoni ya robo hii ya 3 tunapoangalia hasa katika kitabu cha Kutoka. Karibu. Katika hii robo ya 3 tutaangazia kitabu cha Kutoka, na kitabu cha Kutoka ni kitabu cha pili cha Nabii Musa. Nabii Musa aliandika vitabu 5. Hiki ni kitabu chake cha pili. Kitabu chake cha kwanza kinaitwa kitabu cha Mwanzo, ambacho kinaelezea mianzo yetu wanadamu, lakini asili ya viumbe vyote. Na kitabu cha Mwanzo kinamalizia katika sura zake za mwisho kuelezea namna ambavyo taifa la Israeli liliingia katika nchi ile ya Misri. Kwa kitabu cha Kutoka kinaanza kwa kuelezea maisha ya Wanaisraeli katika nchi ya Misri, namna ambavyo walipitia mateso, udhalilishaji, unyanyasaji na taabu ambao waliipitia kipindi tu baada ya kile kizazi kilichoishi kipindi kile cha Yusufu na Farao ambaye alikuwa mfahamu Yusufu. Kizazi kile kilikufa chote, kanio kizazi kingine kipi ambacho hakimfahamu Yusufu, akifahamu Waisraeli, na kikaazimia kusababisha mateso katika taifa la Israeli. Kwa katika somo hili la katika robo hii ya 3, kitabu cha Kutoka kinaeleza mateso, udhalilishaji ambao watu wa Mungu wanaupitia, lakini kinaelezea uingiliaji kati wa Mungu wa kuokoa watu wake katika changamoto za majaribu na dhiki ambazo wakati fulani watu tunazipitia. Katika maisha yetu huwa tunapitia changamoto fulani, kila mmoja kwa namna yake,
lakini tunaye Mungu ambaye anaingilia kati changamoto zetu, dhiki zetu, kudhalilishwa kwetu, magonjwa yetu. Tunaye Mungu ambaye huwa anaingilia kati. Kwa kitabu hichi kinatutia moyo sana wale ambao katika tunapitia changamoto katika maisha haya, na kutuelekeza kwa Mungu kwamba tunaye Mungu ambaye anaangalia watu wake. Tunaye Mungu ambaye anatia moyo watu wake, anawaokoa kutoka katika changamoto za mateso na shida mbalimbali. Na ndio maana katika somo hili la kwanza limetuangazia habari ya ukandamizaji, usuri na kuzaliwa kwa Musa, namna ambavyo Waisraeli walivyokandamizwa kule Misri na jinsi ambavyo Musa alivyozaliwa kama mkombozi wa watu wa Mungu ambaye Mungu alimtumia kutoa taifa la Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Kwa hiyo katika kitabu cha Kutoka tutajifunza namna ambavyo Mungu huwa anaingilia kati changamoto zetu, mateso yetu, taabu zetu. Tunaye Mungu ambaye tukimtumaini hata katikati ya mateso anaingilia kati na kutuokoa na kututia nguvu. Kwa tumtumaini yeye. Katika kitabu hiki tutajifunza namna ambavyo katika maisha haya hata kama ukipitia changamoto namna gani, unaye Mungu ambaye ukimtumaini anakupatia faraja na anakuokoa tena kwa mkono hodari, mkono ulionyoshwa, mkono wenye nguvu. Asante. Asante sana mwinjilisti kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Na tunapoendelea mbele, daktari, kuna fungu la kukariri hapa katika somo letu hili la kwanza, mpenzi mtazamaji, linalozungumzia ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa. Tutakuwa na fungu elekezi linalotupeleka katika somo hili. Linapatikana katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 23 hadi 25. Linasema, wana wa Israeli waliugua kwa sababu ya utumwa, wakapiga kelele, na kilio chao kilimjia Mungu kwa sababu ya utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawatazama wana wa Israeli, naye Mungu akawatambua. Ni Kutoka sura ya 2 mstari wa 23 hadi 25. Na tunapoendelea, amezungumzia mwinjilisti utangulizi hapa vizuri kabisa. Somo letu la juma hili, mpenzi mtazamaji, tutakuwa na somo la kwanza linalozungumzia ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa. Tunapoendelea, daktari, hapa tunaona watu wa Mungu huko Misri. Kama tulivyoona, kuzaliwa kwa Musa kunaanzia mbali kabisa, na hata fungu la kukariri katika kitabu cha Kutoka limeelezea habari za wana wa Israeli huko Misri. Karibu utupitishe vizuri katika sehemu hii tunapoangalia hasa katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza, kianza pale mstari wa 1 mpaka wa 7 pale. Ni ukweli gani muhimu unaopatikana katika sura hii? Naam, asante. Ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa. Tukianza na fungu la kukariri, linaturejesha nyuma katika kitabu cha Mwanzo 15, lile fungu la 13 mpaka 16, ndipo msingi wa wana wa Israeli kule Misri, kwa nini walifikia mahali na wakaanza kumlilia huyu Bwana. Mwanzo 15 fungu la 14 mpaka 16, nitasoma tu fungu la 16 peke yake. Katika kizazi cha 4 wazao wako watarudi hapa, kwa maana dhambi ya Waamori bado haijafikia kipimo kilichojaa. Wana wa Israeli wakiwa nchini Misri, mwanzo hawakwenda kule kama watumwa, hapana, bali walikwenda kule kutokana na, kwanza, wakati njaa ilipoikumba mji ambao Ibrahim alikuwa kiketi. Alafu pili, walikwenda kule ili litimie agano la Mungu ambalo alimpa Ibrahim katika fungu hilo la 12 la Mwanzo 15, na tatu, ili mpango wa ukombozi wa Mungu uweze kutimia kwa vizazi hivyo vinne. Na katika historia tunaona kwamba ni kwa miaka 430 ndipo wana wa Israeli walikaa utumwani huko Misri. Walienda wakiwa 70, lakini mwisho wa siku Biblia inatuambia katika kitabu cha Kutoka wanatoka wanaume 600,000 pekee, bila kuhusisha idadi ya watoto pamoja na wanawake. Sasa nini maana hasa ya habari hizi? Ukandamizaji na kuzaliwa kwa Musa. Sura za pili za kitabu cha Kutoka ndio utakuwa msingi katika lesoni ya juma hili. Katika mafungu ya kwanza ya sura ya 2, kwa maana fungu la 1 mpaka la 7 pale na la 8,
inaonyesha ni watu walioingia kule Misri, kila kabila na jamaa yake. Hii ilikuwa ni kipindi cha nyuma kabla ya mateso kuanza kulindima, lakini inapofikia sura ile ya pili, fungu letu la kukariri tuliloliona, sasa mateso yanaanza kuzuka. Na kwa nini alikuja? Kutokana na kwamba mfalme aliyekuwepo, aliyekuwa akimfahamu Yusufu, ambaye alimpatia nafasi ya pili katika ufalme wake, alikuwa hayupo. Sasa yupo Farao mwingine, ndiye anaona sasa wana wa Israeli kuongezeka kwao kumekuwa kukubwa, anashikwa na wasiwasi kwamba huenda wakaangusha ufalme, ndipo mateso yanaweza kuanza. Na kitu cha pekee katika upande huo, ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa, kisa cha Musa kimegawanyikwa katika maisha ya Musa katika vipengele vikuu vitatu. Kuzaliwa, ile miaka 40 ambayo alikaa katika ufalme ule wa Misri, miaka 40 mingine anakimbia anaenda Midian kwa mjomba wake, lakini miaka 40 mingine ndipo anakuja kufanya hii safari ya ukombozi wa wana wa Mungu. Hivyo kwa kifupi, karibu tuendelee kufuatana katika mada ambazo tutaziangalia hapo mbele katika Kutoka. Tutaweza kung'amua hususan mada ya ukombozi iliyopo katika kitabu hiki cha Kutoka. Asante sana daktari, umeelezea kwa uzuri kabisa watu wa Mungu huko Misri, na umetuelezea namna walivyoenda watu 70 na ambako wanakuja kutoka walikuwa ni watu wengi sana, takriban watu 600 bila kuhesabu watoto na wanawake. Na tunapoendelea mbele, mwinjilisti, tukidumu hapo katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza tukianzia mstari wa 8 pale, kuna maelezo pale tunayapata. Unaweza kutuambia, je, hali ya Waisraeli ilikuwaje wakati wa kutoka? Karibu. Watu nataka nielezee hiyo sehemu, labda nimsaidie mfuatiliaji kwenye kile kichwa cha habari. Umetumika msamiati fulani, usuli. Inawezekana kwa kupa shida hilo neno ufahamu zuri, pia tukalielezea. Ni neno usuli linaelezea asili ya mateso ya Wanaisraeli, asili ya kihistoria ya mateso. Sasa tutaigusia sana katika sehemu ya mbele hapo. Yaani anaposema usuli ana maana asili ya mateso au kadhia ambayo Wanaisraeli walipitia kule Misri. Na ndio somo letu kwa ukweli ni kwamba tutajifunza namna ambavyo walipitia changamoto ya mateso, lakini Mungu akawa ameingilia kati kuokoa watu wake. Tunapoangalia taifa la Israeli baada ya katika nchi ile ya Misri, na inaanza kwa kuelezea makabila yale yaliyoingia kule na majina ya koo mbalimbali, ndio anaanza kuelezea hivyo Nabii Musa. Lakini baada ya hapo wanaelezea namna ambavyo walivyokuwa wakizaliana sana. Yaani Mungu aliwabariki hao watu. Waliingia wakiwa 70. Lakini sasa wanataka kutoka nchi ya Misri, majina yalivyo kitabu cha Kutoka, wanatoka watu wakiwa 600,000. Hao 600,000 wanahesabika wanaume wenye umri chini ya miaka 60, kuanzia 20 hadi 60 hapo. Wale wanaweza kwenda vitani, lakini wanawake walikuwa hawakuhesabiwa, pamoja na watoto pamoja na wazee. Kwa walikuwa watu ni zaidi ya milioni 2. Sasa huo ni mbaraka mkubwa ambao Mungu alikuwa ameubariki taifa hili la Israeli, kama alivyoahidi kwa nabii wake Ibrahimu kwamba atawabariki uzao wake utakuwa mwingi kama mchanga ulioko pwani. Yaani hapa tunachojifunza ni kwamba Mungu anabariki watu wake kwa kila kizazi. Na mbaraka ulipoanza kuwa mkubwa ukata changamoto kwa taifa la Israeli. Wakati fulani katika maisha yetu pia Mungu anapotubariki, baraka pia unaweza kuzalisha changamoto fulani katika maisha yetu. Changamoto ilitokea katika taifa la Israeli baada ya baraka huu. Wale wa Misri hasa mfalme wao akawa taifa limebarikiwa, limekuwa na watu wengi wenye nguvu, na wakawa na hofu kwamba inawezekana ikatokea vita, wakajiunga upande wa adui zetu na kutushinda. Wakatengeneza mpango mkakati wa kuwatendea hawa watu wa Mungu kwa akili ili uzao wao usiendelee. Kwa hiyo akaanzisha mpango ambao ulisababisha Waisraeli wasiendelee kuzaliana sana. Kwa kadhia hii iliwapatia changamoto Waisraeli katika maisha na katika utumishi wao katika nchi ile ya Misri. Tutaona namna ambavyo mfalme wa Farao alizungumza na wazalisha ili kuwafanya wale watoto wanaozaliwa wa kiume
waangamizwe na wa kike wabaki kuwa hai. Yote ni mpango ambao imesababishwa na mfalme huyu ambaye lengo lake kubwa ni kukomesha uzao wa Israeli usiendelee kuwa mwingi. Lakini ukweli ni kwamba huwezi kushindana na Mungu. Mungu ameahidi kubariki. Wewe ni nani ambaye mwanadamu unataka kukomesha baraka wa Mungu kwa watu wake? Kwa kadhia hii ilianza hivyo kwa wana Israeli, na alipoona kadhia hii imeendelea kwamba watu hao japokuwa tunataka kuwakomesha kwa namna hiyo, lakini mibaraka ya Mungu inazidi kuwa juu yao kwa wingi zaidi, akaanza changamoto nyingine ambayo tutaiona hapo mbele. Lakini tunachokijifunza hapa ni kwamba Mungu huwa anabariki watu wake kama alivyoahidi, na Mungu ni mwaminifu. Na jinsi ambavyo wakati fulani tunapitia changamoto katika maisha, baada ya kupata mibaraka tumtegemee Mungu zaidi ili tuweze kusimama imara katika upande wake. Asante. Asante sana mwinjilisti. Daktari, nirudi kwako sasa. Hapo tunapotoka katika sehemu hiyo na kwenda kuangalia asili ya kihistoria. Katika sura hii tunakutana na habari za Yusufu, na mimi hata mpenzi mtazamaji anazielewa na kuzitambua vizuri historia ya Yusufu tangu kuzaliwa kwake mpaka anapofikia kuwa mtu mzima. Na katika sehemu hii wakati Yusufu alipopelekwa kule, alipouzwa kwenda utumwani kule, ni nini kilikuwa ufunguo wa mafanikio yake baada ya yote yale aliyoyapitia, yale majaribu yote aliyopitia? Ni nini hasa, ukitujibu hapo, ilikuwa ni ufunguo wa mafanikio ya ajabu ya Yusufu huko Misri baada ya mwanzo mbaya kama huo aliopitia? Naam, nashukuru. Yusufu, ufunguo pekee wa Yusufu kwa mafanikio makubwa yale yote aliyoyapata ni kumtegemea Mungu. Habari hiyo unaweza kuikuta katika kitabu kile cha Mwanzo 41 fungu la 41 mpaka 43. Asili ya kihistoria, Yusufu akiwa ni jukuu wa Ibrahim ambaye aliambiwa uzao wako utaongezeka, lakini utakwenda katika nchi ya ugeni, na kwa baada ya vizazi vinne utarudi tena hapa. Ulikuwa ni mchakato ambao wana wa Israeli ilipaswa waweze kuupitia. Kuna watawala tofauti tofauti, mafarao ama katika jina la kiutawala la nchi ya Misri, kiongozi wao mkuu alikuwa akiitwa Farao. Kuna mafarao tofauti tofauti katika asili ya kihistoria ambao wanapita kwa kipindi hicho mpaka kufikia yule ambaye anaonekana kama Napoleon. Farao walikuwa wanamuita Farao Napoleon. Kwa nini? Kutokana na kwamba kwanza katika ile kitabu cha Kutoka, sasa hiyo sura ya kwanza lile fungu la 11, nasema wakaweka watu wawatese. Alitoa amri kali sana watu wawatese, lakini si hivyo tu, mpaka wale wazaliwa wa kiume waweze kuuawa katika mto Nile. Mambo haya kwa nini tunayasema na au yana mchango gani katika maisha yetu? Ikiwa wote tunakubaliana kwamba duniani tu wapitaji na makazi yetu ni kule juu mbinguni, basi tutakubaliana sote kuwa kitabu cha Kutoka kina uhusiano wa moja kwa moja na maisha yetu ya hapa duniani. Kama jinsi walivyotoka Misri kwenda Kanaani, ndivyo tunavyotoka katika safari hii ya ulimwengu kwenda katika Yerusalemu mpya. Sasa yale yote walioyapitia hapa katikati ndiyo ambayo tunayapitia hivi leo. Vitu viwili ambavyo natamani nishiriki na wewe katika asili ya kihistoria katika kipengele hicho. Kitu cha kwanza ni kwamba mateso ambayo yalionekana kwa wana wa Israeli pale nchini Misri ilikuwa ni kwa ajili ya vitu vikuu vitatu. Kwanza, utiifu, kuwaonyesha kwamba Mungu aliyewakomboa katika mikono hiyo ya Wamisri wapaswa wawe watiifu kwake yeye. Alafu pili, uvumilivu na imani, kwamba kwa kipindi cha miaka yote 400 uvumilivu aliokuwa nao nchini Misri ndicho ambacho kinaweza kuonekana. Na kitu namba 3 ni kurejeshwa katika njia sahihi. Sasa ikiwa unajiuliza
kwa nini miaka 400 mpaka utimie uovu wa Waamori ndipo wakombolewe. Katika nchi ya Kanani ambayo Ibrahim aliweza kuahidiwa, wa Kanani, Waamori, Wahiti, Waperizi, kuna makabila kama 7 hivi yametajwa ndio wakazi wa mji ule. Sasa uovu unaozungumziwa hapo katika ile Mwanzo 15 fungu la 12 mpaka 16 ambalo ndio lina msingi wa sura ya pili za Kutoka ni kwamba ibada za sanamu, ibada ovu ya kikahaba, uasi, lakini pia mauaji ya watoto na ubatizo kwa njia ya moto, wote ulikuwa ni uovu wa Amori. Kwa hiyo mpaka ulipokomeshwa ndipo sasa wana wa Israeli wanatoka kule nchini Misri. Kwa kumalizia, asili ya kihistoria ni kwamba kwa vipindi hivi vyote ambavyo tunaviona na kwa vipindi vyote ambavyo wana wa Israeli walipitia utumwani kule Misri vimeweza kugawanyika. Tutaenda kuangalia mbele hapo, tutaangalia pia katika historia. Ukienda kufuatilia utaona kuanzia mwaka wa 1886 kabla ya Kristo mpaka ule mwaka wa 1400 na kitu pale ndipo inatimia ile miaka 430 ya kukaa utumwani. Na tunapoendelea mbele, mwinjilisti, kama unanyongeza katika sehemu ya kihistoria karibu, lakini ukija kutuelezea katika habari ya wakunga wa Kiebrania, tunaona wakati ule wa Farao alitoa amri kwamba watoto wa kiume wa Kiebrania, lakini tunaona hapa kuna baadhi ya wakunga wawili walitenda mambo ya ajabu kabisa. Karibu uje utuelezee katika sehemu hii. Katika sehemu ya kihistoria hapa, kitu ambacho nimejifunza ni kwamba Yusufu Mungu alimbariki, na alimbariki kweli kweli kwa sababu alikuwa anamtegemea yeye. Tokea wakati ambapo anauzwa kwenda nchi ya Misri na ndugu zake kwa wale Waishmaeli waliomnunua, baadaye wakamuuza kwa Potifa, akida wa Farao. Alipokenya katika nchi ya Misri na kwenye nyumba ya Potifa, jinsi Potifa alivyoshuhudia mbaraka mkubwa anaopata kwenye familia kutokana na utendaji kazi wa Yusufu na uaminifu wake, akakabidhi familia yote na vitu vyote chini ya Yusufu. Kwa mbaraka alishuhudia yeye mwenyewe kwa sababu huyu mtu alikuwa anamtegemea Mungu. Lakini baada hata changamoto ile ya kusingizia kwamba amelala na mke wa Potifa katika kule gerezani, bado mkuu wa gereza aliona mtu huyu ni mtu wa Mungu, kamkabidhi gereza lote alisimamie. Kwa akawa ni nyapala mkuu katika ile gereza. Kwa mbaraka wa Mungu pamoja na watu wake wote wanaomtegemea. Tawe ndugu msikilizaji ambao unafuata vipindi hivi kupitia BW, na kutia moyo kwamba ukimtegemea Mungu, Mungu anabariki watu wake. Amini katika hilo. Tunaye Mungu anayebariki watu wake wanaomtegemea, na anabariki kweli kweli. Tunapoangalia kuhusiana na habari ya wakunga hawa ambao ni wacha Mungu, waliamrishwa na mfalme. Mfalme anapokuamrisha au rais anapokuamrisha, amri yake ni amri ambayo ni yenye mamlaka. Lakini hawa walikuwa na mcha Mungu, hawakuogopa amri ya mfalme. Maana amri ya mfalme ilikuwa inapingana na agizo la Mungu. Mungu amesema katika amri yake kwamba usiue, lakini mfalme anasema mtoto wa kiume ua. Kwa hapa wakasimama imara kutia amri ya Mungu na wakapinga amri ya mfalme. Ilihatarisha maisha yao, lakini hawakufa, maana walimtegemea Mungu. Na tunaona matokeo chanya ya jinsi ambavyo walisimama imara kumtetea Mungu na kutetea sheria yake takatifu, yani amri zake. Maana walipokuwa wamepewa agizo hili, akashangaa wale watoto wanazaliwa tu wa kiume, akaitwa akamwambia, vipi mbona tunaona hamtekelezi ile? Hapana, hawa watu ni wana maarifa sana. Kabla tujawafikia tayari wao na kwa wamefanyaje, wameshajifungua tayari. Kwa hiyo tunashinda namna ya kuadhibiti. Hii ilitokea kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu na Mungu aliwalinda. Maana ilibidi itolewe amri waangamizwe, lakini Mungu aliwalinda. Tunajifunza kwamba katika maisha haya tunapotetea neno la Mungu, kusimamia neno la Mungu katika jinsi ambavyo lilivyo kweli, Mungu ameahidi kutulinda watu wake. Na ahadi iko dhahiri kwetu katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 fungu la 20. Mungu ameahidi kwamba atakuja nasi zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa tutegemee katika ahadi hii ya Mungu. Kwa jinsi ambavyo wakunga hawa walikuwa waaminifu na walikuwa wacha Mungu, inatutia moyo sisi nasi leo
kuwa wacha Mungu na waaminifu, kusimama imara katika ukweli pasipo kuogopa mamlaka yote ambayo inatamka neno kinyume cha Mungu. Mungu ameahidi kuwalinda watu wake wale walio waaminifu, na tunaona namna ambavyo hawa wakunga walivyokuwa katika njia sahihi ya kueleza ukweli kupitia maisha yao, na Mungu akafahamika vizuri kwamba Mungu ni Mungu ambaye anawapigania watu wake walio waaminifu, hata kama wanapinga amri ambayo imetolewa na mamlaka iliyo kubwa katika nchi. Kama wanamtegemea Mungu, basi Mungu anawapigania. Wakunga hawa, mmoja anaitwa Shifra na mwingine Pua, walikuwa wakunga ambao ni wacha Mungu waaminifu. Kwa hiyo nikutie moyo, kulingana na kitabu kile cha Matendo sura ya 5 fungu la 29, hao walitii amri ya Mungu ambayo ilikuwa inapingana na wanadamu. Nasema heri kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa hiyo inapotokea amri ya mwenye mamlaka katika nchi, anatoa amri ambayo inapingana na agizo la Mungu, kwa kutii amri ya nani? Ya Mungu na sio ya mwanadamu, hata kama ana mamlaka. Asante. Asante sana daktari. Tunaona hapa namna wakunga hawa walivyofanya jambo la kishujaa kabisa mpaka kuwepo kwenye historia. Na hivi leo kwetu ujasiri huu waliouonesha hawa wakunga na hatua hii waliochukua kwetu leo, tunapata funzo gani hasa kupitia wakunga hawa? Naam, asante. Kitabu cha Kutoka sura ya 1 fungu la 15 mpaka 22, hapo ndio unakutana na habari hiyo ya wakunga. Nasoma mafungu machache na utaona ukweli huo, nasi basi tufanye nini. Fungu la 15, mfalme wa Misri akamwambia wakunga wa Kimisri, tazama, wakunga wa Kimisri waliowazalisha wanawake wa Kiebrania ambao majina yao ni hayo kama aliyoyataja mwinjilisti, mtakapowazalisha wanawake wa Kiebrania wafanye hivyo, wachunguze kama ni wanaume waue. Angalia fungu la pekee la 17 linavyosema, lakini hao wakunga walimcha Mungu na hawakufanya kile mfalme alichowaambia kufanya, bali wakaacha watoto wa kiume waishi. Angalia Mungu alichowafanyia katika fungu la 21, kwa vile hao wakunga walimcha Mungu, Mungu akawajalia kuwa na jamaa zao wenyewe. Wakunga hawa wakati mwingine walifanya kile ambacho walikifanya vijana wale waliokuwa uhamishoni, kwa kutotii agizo la mfalme, bali kwa kuwa na hofu na ucha wa Mungu ndani yao wakaweza kumtii Mungu. Nini tufanye sisi hivi leo? Uchaji kamili wa Mungu, hofu ya Mungu iliyoko mioyoni mwetu ndiyo kitu pekee ambacho kitaweza kutufanya tusitii kanuni, tusitii sheria, tusitii amri ambayo inaenda kinyume na mpango wa Mungu. Amri zote zinazoenda sawasawa na agizo la Mungu, sawasawa na mapenzi ya Mungu, hizo ni vema kabisa kuweza kuzifanya, lakini ambazo zinaenda kinyume, na amri yote inayoenda kinyume na Mungu ni dhahiri hata utu, hata uungwana, hata ubinadamu kuweza kuathiri. Haikomei tu kutokwenda sawasawa na Mungu, lakini pia hata uungwana kuathirika. Angalia kitendo ambacho mfalme huyo aliweza kusema, kuwaua. Ndiyo ni amri, lakini sio kitendo cha kiungwana. Lakini kwa kuwa walikuwa wanamcha Mungu, nao walikuwa wa Misri, wakawahifadhi watu hawa. Hata wanapokuwa mbele ya mfalme, wanasema kwamba walikuwa na nguvu wale wa Misri. Na tuzitazamie ahadi ambazo Mungu ameweza kutuwekea pale ambapo tunamcha Mungu. Ahadi hizo ni kwamba akawafanikisha, akawafanya kuwa na jamaa zao. Sisi leo tutakapoamua kusimama imara katika agano la Mungu, katika ahadi ya Mungu, jinsi alivyowafanyia kina wale vijana Shadrach na nani, ataweza kukufanyia hata wewe hivi leo. Sasa ninapokuwa nikimalizia katika kipande hicho cha wakunga wa Kiebrania, twende katika Zaburi. Zaburi anatueleza maneno mazuri hapa ya habari hii ya kumcha na kumtumikia Mungu. Zaburi ile sura ya 50
nitaisoma kwa faida yako mtazamaji. Zaburi sura ya 50. Naam, na lile fungu la 15. Neno la Mungu linaandika maneno haya: na uniite siku ya taabu, nami nitakuokoa, nawe utanitukuza. Angalia na Zaburi 119 anavyomalizia kwa maneno haya ya tumaini. 119 na ule mstari wa 71, neno la Mungu linasema maneno haya. 119 ule mstari wa 71. Naam, ilikuwa vema mimi kupata shida ili nipate kujifunza maagizo yako. Uniite siku ya taabu, nami nitakuokoa. Ilikuwa vema mimi kupata shida ili nijifunze maagizo yako. Wana wa Israeli katika kipindi chao utumwani Misri, wakunga hawa, ilikuwa ni vema wafanye kile ambacho iliwabidi kufanya, ili mradi tu Mungu aweze kuwaokoa. Asante sana daktari kwa uchambuzi huo mzuri kabisa. Naamini hata mpenzi mtazamaji na msikilizaji anayetufuatilia kuna jambo ambalo amelipata mpaka kufikia wakati huu. Mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na tutarejea kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Tafadhali endelea kwa pamoja nasi. BW Media, stay informed. Nikushukuru mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na tumerejea kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Na nikukumbushe tu, tunaendelea na robo yetu ya 3 kwa mwaka huu 2025, na tukiwa na kitabu kizuri kabisa. Tutakachokuwa tunaangalia ni kitabu cha Kutoka, na tumeanza juma hili somo letu la kwanza kabisa tuliokuwa tunaangalia habari za ukandamizwaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa. Na tulipofikia mpenzi mtazamaji, kuna jambo ambalo umeweza kulipata. Na tunapoendelea mwinjilisti, tunaona sasa hatimaye Musa amezaliwa. Licha ya vitisho vyote vilivyofanyika, kuuawa kwa watoto wa kiume na mambo yote yaliyotokea, tunaona hatimaye Musa anazaliwa. Na tunaposoma fungu hili, kisa hiki mwinjilisti, ni majaliwa gani ya ulinzi wa Mungu unaoonekana yalikuwa na majukumu gani katika hadithi ya kuzaliwa kwa Musa? Majaliwa ya Mungu ulikuwa na jukumu gani katika kuzaliwa kwa Musa? Tunashukuru kwa kufikia hatua hii ya kuona mtu ambaye Mungu alimtumia kuwakomboa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, nchi ya nyumba ya utumwa. Ni Kutoka sura ya 2 inaanza historia ya kuzaliwa kwa Musa. Neno la Mungu linasema mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa nyumba ya Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akamzaa mwana, na alipoona ya kuwa mtoto ni mzuri akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Historia inaanza hivyo kwamba mtu mmoja wa nyumba ya Lawi, na hapa majina hayakutajwa hao wenzi wawili, lakini ukifuatilia huyo mtu mmoja wa nyumba ya Lawi ndio baba yake Musa, anaitwa Amram, na huyu binti wa nyumba ya Lawi ni mama yake Musa ambaye anaitwa Yokobedi. Walipooana na kufunga ndoa, Mungu akabariki kupata mtoto. Na Musa alizaliwa kipindi kigumu cha tangazo la Farao, huyu ambaye ni Farao anayegopokea sana, ambaye mwenye historia kubwa na ni maarufu sana, aliyetoa amri ya watoto wote wa kiume wanaozaliwa katika taifa la Israeli waangamie. Kwa alizaliwa kipindi kigumu sana. Lakini hapa tunaona namna ambavyo Mungu anamhifadhi huyu mtoto, maana alikuwa anamuandaa kuwa mkombozi wa wana wa Israeli. Wazazi wake walikuwa hawajui kama itakuwa ni hivyo, lakini Mungu alikuwa anajua majaliwa yake itakuwaje. Kwa hiyo Mungu alimpatia hekima huyu mama, akamficha mtoto miezi 3. Haikuwa rahisi. Maana ilikuwa ni amri ya mfalme na ni amri kali.
walikuwa anataisha pia maisha yake. Alipoona kwamba ameanza kuwa mkubwa miezi mitatu, hawezi tena kumficha, akamtengenezea kisafina kidogo, akipaka lami vizuri, kamweka ndani yake, kamweka katika mto ule wa Naili, na akamweka binti yake ambaye dada yake sasa Musa, Miriam, awe anaangalia maendeleo ya mtoto yanakuaje, yaani usalama wake. Kwa bahati ikatokea kwamba binti Farao akaenda kuoga pale mtoni na vijakazi wake, akaona kile kisafina kinaelea, katuma wale vijakazi wakaita kisafina, kile kisafina, wale vijakazi wake enda kile kisafina, kaangalia ndani yake, kumbe kulikuwa na mtoto, na mtoto yule alimpa jina yeye mwenyewe huyu binti Farao, Musa. Na yule dada yake alipoona safina kimechukuliwa na huyu binti Farao, na akajitokeza pale kwamba nadhani nitafute mtu wa kulelea mtoto huyu, amlee, baadaye mkubwa atakukabidhi. Hii ni jambo zuri. Kaenda kumta mama yake na mtoto huyu, lakini binti Farao hakufahamu mama yake mtoto, akamchukua akaanza kumlea miaka 12, na leo katika familia hii anafundishwa elimu ya Mungu wa kweli, anafundishwa maadili ya kiroho. Anaambia wewe ni Mwisraeli, sio Misri. Wewe unamwabudu Mungu wa kweli, Mungu aliumba mbingu na nchi. Anafundishwa maadili yote ya kiroho yaliyomfanya alipoenda katika ile nyumba ya ikulu ya Farao miaka ile iliyofuata mpaka kisha miaka 40. Ile elimu ya Mungu haikutoka katika akili yake. Tunatakiwa kujifunza kwa wazazi, kwamba wazazi wana jukumu kubwa la malezi kwa watoto, hasa kina mama. Mama ndio mwalimu wa kwanza katika familia. Kama mama mwalimu kwanza kwa mtoto wake, kumfundisha maadili ya kiroho, kumfundisha kumjua Mungu, kumfundisha hofu ya Mungu. Unaona namna ambavyo huyu Musa kwa miaka 12 ilitosha kumwezesha kusimama imani na kumfahamu Mungu, na hata alipokaa kule miaka 40 hakuweza kukana imani yake. Aliishi katika ikulu, anaandaliwa kuwa Farao, lakini alidumu kuwa na Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza kwa wazazi wa leo juu ya malezi yanayotakiwa katika maadili ya kiroho, kutoa elimu ya watoto wetu, kuweka msingi bora wa maadili kwa watoto, ili anapotoka hapo nyumbani, labda kwenda katika shule kule boarding, baadaye kwenda katika vyuo, awe na ile elimu ya kumtegemea Mungu katika maisha yake yote. Na maandiko yako wazi kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo, na hata atakapokuwa mzee. Kwa kama wazazi tunalo jukumu kama walezi juu watoto wetu, namna ya kuwalea na kuwekea misingi mizuri watoto wetu, misingi ya kiroho, ili waweze kuwa na hofu ya Mungu. Asante sana daktari. Wakati mwinjilisti anaelezea hapa, nilikuwa nimepata swali kidogo. Huku kuzaliwa kwa Musa, hivi ile habari ya kumtupa mtoni haikuwa mkakati kweli? Wakajua tu mida hii ni ya mtoto wa mfalme kutokea hapa, wakafanya habari hizo, au ilikuwa ni mpango wa Mungu tu ili kusudi Musa aweze kuokolewa? Karibu. Naam, maisha ya Musa mwanzo mwisho, tangu kuzaliwa kwake, yote ni miujiza, yote ilikuwa ni mipango ya Mungu. Japo wote walioshiriki katika uzima wa Musa, hasa katika kipindi kile cha amri la kuuawa kwa watoto wa kiume, walikuwa hawaelewi nini kinachoendelea, na wakati mwingine walikuwa wakifanya tu njama zao za kawaida tu za kibinadamu, kama mama yake alivyofanya, akamtuma mtu. Lakini yote ilikuwa ni miujiza ya Mungu. Mungu ndo alikuwa nyuma ya pazia anacheza game ya namna hiyo. Miezi mitatu. Kwa nini miezi mitatu isiwe miezi mingapi? Kuna kitu cha pekee hapa ambacho napenda tukiangalie. Kitu cha kwanza ni msingi kwa mtoto. Sayansi inasema mtoto anapozaliwa huwa akilini mwake ni kama karatasi nyeupe, bado hamna kitu chochote kile, ila yale malezi ya awali ambayo anayapata punde mara baada ya kuzaliwa na kuendelea, ndipo yanamjengea msingi wake. Kwa miezi mitatu aliyokuwa akinyonyeshwa na mama yake, kwa miezi ile yote ambayo aliendelea kunyonyeshwa, kwa ile nafasi ambayo aliipata kwa binti Farao, tena mama yake analipwa, mama yake aliweza kumjengea msingi thabiti, msingi ambao utakuja utaangalia kwamba hata baada ya kusoma elimu ya juu
ya Misri, bado ule msingi ulikuwepo. Mfumo wa ulimwenguni hivi leo umefanya watu kutojithamini na kushindwa kutambua thamani yetu, hasa pale tunapokutana na mazingira rafiki, mazingira shawishi. Musa, nafasi aliyokuwa ameipata katika mji wa Farao ilikuwa ni nafasi kubwa sana, lakini angalia, anadiriki kukimbia kwenda uhamishoni baada ya kujua kwamba hapana, mimi ukuu wangu sio hapa, upo kwa kumtumikia Mungu wa hawa Waebrania ambao ni ndugu zangu. Ilikuwa rahisi kwake kusema hamna, ngoja tu niendelee kunufaika, nipate cheo kikubwa hapa. Sasa kitu cha pekee pia tunakuja kukiona hapa ni kwamba mara zote ambapo mwanadamu anapokutana na changamoto za namna hii, kiongozi huwa anabaki kuwa Mungu mwenyewe. Tutakubaliana sote kwamba wakati Musa anafikia hatua ya kukimbia kule, alikuwa hajui hata kwamba baada ya muda atarudishwa tena kuwakomboa watu wake, lakini alikimbia tu ili kunusuru nafsi yake, lakini pia ili kutekeleza wajibu ambao aliambiwa, mimi sio Mwebrania, mimi sio Misri bali ni Mwebrania. Kwa hiyo Mungu kwa nyakati tofauti tofauti, haidhuru utapitia vipindi vya namna gani, pasina kujua Mungu ana nini katika maisha yako, lakini wakati utakapofika atakurudisha kwa wakati wake. Na Musa wakati anarudi Misri hakuhitaji tena maelezo, bali alikuja tu kwa lengo moja la kuwakomboa watu wake. Kwa hiyo maisha ya Musa tangu utoto mpaka utumishi wake mpaka uongozi unaotoka kwa Mungu ilikuwa ni miujiza ambayo Mungu mwenyewe amekuwa akiratibu, na ndicho anachokifanya hata katika maisha yetu hivi leo. Mjengee mwanao msingi mzuri hapa mwanzoni, hapa takapofikia hapo mbele, elimu kubwa na nini, ushawishi na nafasi za kidunia hizi zisiweze kumtoa katika mlengo ambao Mungu ameweza kumkusudia. Kwa maana sio tu Musa bali mtu yeyote yule ni kwa ajili ya ajenda ya ukombozi. Asante. Asante sana. Asante sana daktari, umeeleza vizuri kabisa. Mwinjilisti, tunapoendelea kuzipiga hatua zetu za mwisho kabisa, tunaona baada ya yote hayo na Musa kashazaliwa na kashalelewa na familia yake kwa muda wa miaka 12, kafundishwa vya kutosha. Tunaona hapa kuna mabadiliko ya mipango inabadilika. Tukisoma katika Kutoka sura ya 2 kuanzia mstari wa 11 mpaka 25, hapo ni matukio gani yaliyotokea haraka kubadilisha mwelekeo mzima wa maisha ya Musa, na ni masomo gani tunaweza kujifunza kutoka kwa hadithi hii? Tunaona hapa mabadiliko. Maana Musa alikuwa anaelewa katika ile ikulu ya Farao na alikuwa anaandaliwa kuwa Farao. Na tumejifunza kwamba Farao alikuwa anahesabiwa katika nchi ya Misri ndio Mungu wa juu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo Musa alikuwa anaandaliwa kuwa Mungu wa juu wa Misri, kuwa Farao, mfalme ambaye atalisi utawala ule baada ya Farao huyu kung'atuka katika majukumu yake. Kwa hiyo mabadiliko yaliyotokea ni kwamba sababu huyu Musa alikuwa amefundishwa kwamba wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania. Kwa alikuwa anatoka wakati fulani, anatoka ikulu anaenda kusamia ndugu zake. Na kuna siku alitoka kakuta wanagombana, kuna ugomvi kati ya Mwebrania na Misri, wakawa wanagombana. Na Musa kaingilia kati ule ugomvi, alipoona ndugu yake Mwebrania anapigwa, akamkamata yule Misri, akamuua tu, maana amejifunza mambo ya kijeshi. Akamfikia kwenye mchanga, akajua kwamba hakuna aliona tukio hili limetendeka kwa siri, duniani hakuna siri kabisa. Akaondoka, maisha yakaendelea. Kesho yake, siku nyingine sasa, kama kawaida yake, anaenda kusamia ndugu zake, akuta sasa wana ugomvi kati ya Mwebrania na Mwebrania. Ndugu kwa ndugu wanagombana. Akaanza kuamini, jamani, kwa nini mnagombana? Akaanza kuwashauri, lakini mmoja wapo kaambia, wewe ni nani aliyekuwa mwamuzi juu yetu? Je, unataka uniue mimi kama vile yule Misri? Sasa Musa akasema, kumbe jambo hili halikuwa ni siri, limejulikana. Sasa ile jambo likaenea, likafika kwa mfalme Farao. Na Farao aliposikia habari hii kama Musa amemuua Misri, akataka kumuua Musa. Musa hakuwa na uchaguzi mwingine. Miaka yake 40 ya kwanza iliishia hapo.
ikahamia miaka 40 ya pili ikahamia katika nchi ya Midian, nchi ya ugeni. Akakimbilia Midian na akaenda mahali ambapo walikuwa wachungaji wanakuja kunywesha kondoo, na akakutana na familia moja ya Yethro, alikuwa kuhani wa kule Midian. Alikuwa ni mcha Mungu huyu baba, na binti yake amekuja pale, wanataka kunywesha kondoo zao maji ili baadaye waendelee katika machunga au nyumbani. Akawa amewasaidia na nyumbani akarudi mapema, na baba alishangaa, kwa nini leo umerudi mapema? Akasema kwamba Misri mmoja alitusaidia. Kauliza kwa nini hamkumuita aje kula chakula? Nenda nikamuite. Wakaenda kumuita. Kwenda kumuita, akawa radhi kukaa kwa huyu mzee, akawa anafanya kazi ya kuchunga kondoo, lakini pia akamuoza binti yake kwa akawa ni mkwe wake. Kwa mabadiliko ni makubwa sana, kutoka kuwa mtu ambaye unaandaliwa kuwa mfalme, prince, unakuwa mchunga kondoo. Ni mabadiliko makubwa sana kabisa. Tunachojifunza ni kwamba Musa alikuwa na shauku ya kuwakomboa wana wa Israeli, lakini shauku yake alikuwa anataka kukomboa Israeli kwa kutumia nguvu zake au mbinu zake za kijeshi. Kwa Mungu aliona nia yake, akaamua ampeleke kwenye chuo chake cha asili ajifunze uongozi. Kwa miaka 40 kule katika nchi ya Midian anachunga kondoo, alijifunza uongozi, tabia ya uongozi. Ajifunza unyenyekevu na upole kupitia wanyama waliokuwa akiwachunga kondoo ambao ni unyenyekevu na upole. Ajifunza tabia ile ambayo kiongozi anatakiwa awe nayo, namna ya kuongoza watu wa Mungu. Maana ajua katika watu wa Mungu na watu ambao ni wakorofi, wenye changamoto mbalimbali, kwa nitaji mwenye tabia ya unyenyekevu na upole. Kwa alienda kumwandaa kule kwa miaka 40 katika chuo cha Mungu ili afae kuwa kiongozi. Na tunaona baadaye kwamba baada ya kuhitimu hiyo chuo cha miaka 40 sasa anamtuma kwenda kuwakomboa watu wake. Kwa hiyo ndio mabadiliko makubwa. Sio jambo rahisi. Mtu ambaye ni prince anachunga kondoo, sio jambo rahisi. Kwa hiyo katika maisha wakati fulani mambo yanaanza kubadilika. Jinsi ambavyo unavyojiangalia sasa, baadaye mambo yanaanza kubadilika. Unataka kukuta unafanya kazi ambayo inaonekana kwamba ni ya chini, lakini Mungu ameruhusu kufanya hivyo, huenda na kwenda kwa jambo fulani lilo kubwa zaidi. Kwa hiyo tunajifunza kuhusiana katika maisha haya huwa kuna mabadiliko. Mabadiliko yanapotoka katika maisha yetu tuyapokee. Ni mpango wa Mungu pia kutuandaa kwa jambo lingine kubwa zaidi, hasa la utumishi wake. Asante. Asante. Sisi tunapanga lakini Mungu anapanga zaidi. Kweli. Daktari, tunapoendelea sasa kufikia miisho ya lesoni yetu hii ya somo la kwanza katika robo hii ya 3, tunaenda kujifunza zaidi. Ni mambo gani hasa unaweza kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji anayeendelea kutufuatilia hapa kupitia historia hii ya Musa, kuzaliwa kwake na mambo yote tuliyoyaona? Ni vitu gani hasa tunaweza kuondoka navyo katika lesoni ya juma hili, hasa katika somo letu la kwanza? Naam, asante. Habari ya Musa, habari ya wana wa Israeli, sura 2 za kitabu cha Kutoka. Kwa kifupi, mabadiliko ya mipango, kabla sijamalizia kwamba kipi tujifunze, ni kwamba ndani ya Musa zilikuwepo roho mbili zinazokinzana, ya Misri pamoja na ya Ibrania. Vivyo hivyo katika nafsi zetu ziko roho mbili zinazopingana, ya Mungu pamoja na ya Shetani. Ama unaweza kusema utambulisho, uko utambulisho aina mbili. Sasa katika utambulisho wowote ule utakaoamua kusikiliza na kuweza kuutilia manani na kuweza kufanya, ndicho ambacho kitaamua nini hatima ya maisha yako. Nilikuwa ninasoma na nilikuwa nikijiuliza maswali kwamba vipi kama Musa asingemuua yule Misri? Je, wana wa Israeli wasingepata mkombozi? Maana ilibidi atoroke, ingekwaje? Lakini pia nikajiuliza pia, vipi vile vile kama ule awali kabisa katika ule mpango ule wa mkombozi kwamba isingekuwa Musa, je, angepatikana mtu mwingine? Ni dhahiri tu kwamba Mungu huwa yupo radhi aweze kuandaa mpango hata kama ni wa muda mrefu vipi, ili aweze kumkomboa mwanadamu. Katika vipindi vitatu tofauti vya maisha ya Musa, ile miaka 40 na 40, katika umri wetu nafasi tuliopewa ya miaka 75 ukigawa kwa vipindi vitatu unaweza kukuta ni miaka 25. Miaka 25 ya awali kwa
taratibu ambazo zipo kiulimwengu. Unakuta sana kuna shule hapo na nini, afu miaka 25 mingine ya kuishi, hiyo 25 mwingine unafikia kikomo. Shule ya Mungu ilianza baada ya miaka 40 ya pale awali. Amekula shule ya Farao, amekula chuo cha Misri, amekifahamu. Sasa Mungu naye anamchukua. Hii inatuonyesha nini? Elimu tulio nayo ya ulimwengu huu, linapokuja swala la maslahi mapana kwa ajili ya watu wa Mungu, kwa ajili ya mpango wake wa wokovu, haikidhi viwango. Itahitaji shule asili ya Mungu ili iweze kukamilisha mpango wa wokovu wa Mungu. Na ndio maana wakati mwingine Mungu amekuwa akiwatumia watu wa kawaida, lakini wakati mwingine watu wenye nafasi kubwa, lakini mpaka wapite katika shule ya Mungu. Hivyo shule ya Mungu ipo kutuonyesha kwa namna gani tunapaswa tumuendee yeye mwenyewe na tuweze kumtazamia katika masuala haya makubwa na mabadiliko ya mipango. Sasa tunapokuwa tunatamatisha, tujifunze nini katika somo hili la juma hii? Ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa. Tumeangazia sura 2 za kitabu cha Kutoka. Nitoe rai sasa kwa mtazamaji, atazisoma zile sura 2. Ikiwa robo hii nzima tutaangazia kitabu cha Kutoka, ataendelea mbele pia katika masomo yajayo. Kitu cha kwanza ambacho tujifunze katika ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa ni kwamba Mungu ni mwaminifu. Kwa nini ni mwaminifu? Kwa sababu neno lolote analolitoa lazima ataweza kulikamilisha. Alilitoa kwa Ibrahim, uzao wako utaongezeka, utakwenda uhamishoni lakini utarejea, na kweli likaweza kutimika vile vile. Watu 70 wanaenda, wanaongezeka, wanarudi. Uaminifu wake ulikuwa nao pia katika safari yao kutoka Misri. Kitu cha pili ambacho tujifunze katika kisa hiki ni kwamba historia ya ukombozi ndiyo ambayo Mungu ameshiriki pamoja nasi, na ikiwa ameshiriki pamoja nasi, una nafasi katika sehemu hii ya ukombozi. Mtu yeyote yule Mwebrania, Mwisraeli kwa kipindi kile, aliweza kuona anapitia wakati mgumu kwa mateso, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kufunuliwa zaidi Mungu huyu ni nani. Ana uwezo zaidi ya miungu, zaidi ya mamlaka ambayo mnaweza kuisujudia. Ndicho kilichoweza kutokea. Na kitu cha mwisho ambacho tujifunze ni habari nzima ya Musa. Musa wa kipindi kile unaweza ukawa wewe kwa jamii ya mtu fulani, kwa jamii ya watu fulani, na kwa kulijua hilo, utambulisho ambao uko nao wa ukombozi wa nafasi ya Mungu kwa ajili ya watu wa jamii hiyo ukaweze kuthibitika, na ule utambulisho ambao dunia umejaribu kuwapatia wanadamu, mafanikio ya ulimwengu huu, usihesabike si chochote, bali kwanza ufalme wa Mungu. Kama ilivyokuwa kwa Musa alivyoshinda utambulisho wake bandia na batili aliyopewa na Misri, ikawe kwako utambulisho wako wewe kama Mkristo, ukaweze kufanya nafasi ya ukombozi katika maisha ya ulimwengu huu. Asante sana mwinjilisti. Tunapoelekea miisho kabisa ya lesoni yetu hii, una neno gani la kuweza kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji anayetufuatilia kupitia somo letu hili la kwanza kwa Ndugu mtazamaji wa kipindi hiki cha Mwendo Kujifunza Biblia BW Media, nikutie moyo kwamba tunapojifunza kuhusiana na ukandamizaji, usuri na kuzaliwa kwa Musa, wakati fulani katika maisha yako unapitia hali fulani ya ukandamizaji, unapitia majaribu, unapitia machungu, unapitia kunyanyaswa, unapitia kudhalilishwa. Hiyo inafanana na wanaweza katika nchi ya Misri. Wakati fulani unakuwa katika nchi ya Misri katika changamoto ambazo unazipitia, lakini kinachokutia moyo ni kwamba tunaye Mungu anayeingilia kati. Mungu huwa anaingilia kati mateso ya watu wake, anaingilia kati kuhudumiwa kwa watu wake, kudhalilishwa, kuumia, kupitia dhiki. Anaingilia kati kama ambavyo aliingilia kati katika taifa la Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Ndivyo ambavyo ukimtegemea ataingilia kati michungu yako na kukupatia faraja na kukutia moyo. Mtegemee yeye. Tunaye Mungu anayesikia maombi ya watu wake. Wanapolia na kuugua, anasikia maombi ya watu wake. Kama Waisraeli walilia na kuugua na Mungu akasikia,
hata pia wewe unayelia na kugua katika changamoto unayopitia, ipo Mungu anayesikia. Nikutie moyo kwamba unaye Mungu ambaye ukimlilia kwa dhati na kwa imani atasikia taabu yako na dhiki yako, atakuokoa. Mtumaini yeye. Somo hili linatufundisha ya kwamba tukiwa tumtumaini Mungu hata tunapitia kipindi cha changamoto na dhiki na kudhalilishwa, na tuamini kwamba Mungu ataingilia machungu yetu na kutupatia faraja na kutuokoa. Asante. Amina. Asante sana. Nipende kuwashukuru kwa kujumuika pamoja nami leo studio kuwasilisha mada hii nzuri kabisa ya robo ya 3 katika somo la kwanza kwa mwaka 2025. Niwakaribishe tena wakati mwingine, na tunapoenda kufunga kipindi chetu, karibu tufungie kwa ombi na mbaraka. Basi tuombe. Asante Mungu wetu kwa mianzo hii ya robo ya 3, na tuna somo zuri ambalo tumejifunza katika siku ya leo linalozungumzia habari ya ukandamizaji. Mungu tunaomba ututie nguvu. Kuna wengi katika maisha tunapitia ukandamizaji, tunapitia unyanyasaji na udhalilishaji, lakini Mungu, mkono wako hodari ulionyoshwa uweze kutuokoa, uweze kututoa katika machungu ambayo tunayapitia. Tunakutumaini wewe Bwana, tukumbatie chini ya mbawa zako, tuweze kuwa na pendo lako na fadhili zako. Wewe pamoja na msikilizaji wetu na mtazamaji wa vipindi vya BW, endelea kumtia nguvu, endelea kumbariki, endelea kumfariji na kumuinua. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Amen. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mpaka kufikia hapo mimi kutokea hapa studio sina la ziada. Nipende kukaribisha tena wakati mwingine, kwa kuwa mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo na maandalizi ya kipindi kijacho. Karibu tuendelee kutembea pamoja katika mfululizo wa vipindi hivi kwa robo hii ya 3 kwa mwaka 2025. Nipende kuwashukuru waliofanikisha kufikia kwa kipindi hiki hapo ulipo, waliokuwa nyuma ya kamera. Niweze kuwashukuru sana na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata katika channel yako hii pendwa ya BW Media. Ulikuwa nami mtangazaji wako Miriam Mwesau. Tukutane tena wakati mwingine. Sina la ziada kwa sasa. Mungu aendelee kukubariki sana.